Paul John Ngunyali mwenye umri wa miaka 35, mmoja wa watu wenye mtindio wa ubongo. Yeye amefundishwa kwa muda mrefu ufundi wa kutengeneza vifaa mbalimbali kwa lengo la kuwa na ujuzi wa kumpatia kipato cha kujikimu. Kintu Kilanga, mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum, anasema wanafunzi hao wanahitaji ubunifu wa hali ya juu katika ufundishaji wake. Wanafunzi hao jinsi ya kuwafundisha kwa wenyewe wanataka uwe mbunifu tu, kwa sababu kila mtu anakuja na silabasi yake mfukoni. Yaani ile changamoto walionayo ndio silabasi yenyewe, ndio mtaala wenyewe, kwa sababu huwezi kumfundisha huyu na huyu katika kiwango sawa kutokana na changamoto zimetofautiana. Kwa hiyo kuwapata kwao tunawapata kwa kutumia njia maalum, kwa sababu wengi wao hawawezi kuongea na wengi wao hawawezi kuandika. Kwa hiyo tunachokifanya sisi pale, kuna kifaa tumekitengeneza ambacho tukimpa kichezea pale sisi tunakuwa tushampima, kwa sababu ufundi wote duniani unaenda kwa principle au kanuni. Kanuni ziko mbili tu kubwa. Kanuni ya kwanza inaitwa operant condition na kanuni ya pili inaitwa classic condition. Mwalimu huyu anasema wanafunzi hawa kozi zake ni za muda mrefu na zinaweza kufika kipindi cha miaka 4 kutokana na uwezo wao wa kupokea mafunzo, na baadaye wanaanza kuelewa jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali. Hizi mashine, kwa sababu sisi tunawafundisha jinsi ya kukata na msumeno, jinsi ya kugonga, jinsi ya kutoboa. Sasa zile mashine zina kazi hizo zote zimo mle. Kwa hiyo kuna upande mtu anaambiwa nenda katoboe, kuna mtu mwingine anaambiwa pima hapa, kata hapa, tunakwenda nao namna hiyo. Ila kuna wengine unaweza sasa usimpe hata vipimo akajua yeye mwenyewe. Sasa wale tunamweka grade ya juu kidogo. Na hizi ni baadhi ya mashine zilizotengenezwa na wanafunzi hao waliofundishwa kuanzia mwanzo mpaka kukamilika kwake. Mashine tunazotengeneza kuna mashine ya kukausha mazao pamoja na mazao ya baharini au mazao ya majini kama samaki, lakini vile vile kukausha kama mwani au iliki kwa kutumia matakataka ya mbao yale, kama wale wanaokaanga chips wale. Ugonjwa wa mtindio wa ubongo unaoathiri ukuaji wa mwili hutokea mwanzoni kabisa mwa uhai wa mwanadamu, huku chanzo kikitajwa kuwa hitilafu za mishipa ya fahamu ambayo hatimaye huathiri utendaji wa ubongo, lakini wataalamu wanasema si kikwazo kwa waathiriwa kushindwa kushiriki shughuli za kijamii. Joseph Mpangala, Habari Weekend.